Naam, tusonge mbele katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii ya Mr. Bodyguard. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa, na mimi niko salama kabisa. Karibu, hii ni Light Simulizi. Mimi naitwa Trishi. Karibu sana. Upande wa Khalifa aliwekwa kwenye machela na moja kwa moja akaingizwa katika chumba cha vipimo kwa ajili ya kujiandaa na sajari ya kesho juu ya mwanae. Leo tutakupima tu blood pressure, mapigo ya moyo, tutizame yamekaaje. Ni sawa tu. Khalifa alishusha tu pumzi zake na kukitizama chumba kile alichoweza kuingizwa hapo. Alibakiza masaa machache kabla ya kutokujitambua, na huenda asingeweza kujitambua kwa miezi au miaka kadhaa au kupata ulemavu. Kelini, nafanya haya yote kwa ajili yako mwanangu. Najua sikuwa mwanaume bora kwa mama yako, but at least nahitaji kuwa baba bora kwako. Umeona hilo tangazo? Farida aliuliza, na Endambo aliuliza, tangazo gani? Kesho anatambulishwa CEO mpya ndani ya kampuni. Kesho? Wapi huko? Umepata hizo habari? Ndambo aliuliza. Kwenye bodi ya matangazo. Kwani wewe huko ulipoweza kutoka Freddy amekwambiaje? Bwana Ndambwe alielekea hadi katika bodi ya matangazo na kuanza kusoma habari zile zinazohusu utambulisho wa CEO mpya ndani ya kampuni. Nadhani safari hii Freddy ameweza kuzungumza ukweli. Hatimaye siku ya kesho ilifika, na ni siku ambayo ilikuwa ngumu kwa baadhi ya watu, huku wengine ikiwa ni siku ya furaha. Freddy aliamka asubuhi na mapema sana, tofauti na siku zote, akiingia bafuni na vilisikika nyimbo ndani ya bafu hilo. Mchafu, nafanya hivi kwa ajili ya huyu mtoto wetu mwingine, mume wangu. Najua itakuwa ngumu kunielewa kwa mwanzoni, ila utanielewa. Alitizama mlango wa bafuni na kelele za furaha za Freddy ndizo zilizoweza kutamba ndani ya bafu lile. Ndambwe naye ilikuwa siku ya furaha sana kwake, kwani aliamini ndoto zake za kumiliki kampuni haziko mbali na yeye hata kidogo. Na ndivyo ilivyokuwa kwa babake Freddy, Mr. Kigoe. Naye aliamini akipata mwanae ni sawa na amepata yeye. Muda wote tokea hapo mwanae atakuwa mmiliki mkubwa wa kampuni hiyo ya Loyalty, baada ya kupambania kwa miaka mingi sana. Wakati shangwe na nderemo zikitawala moyoni mwao, majonzi na hali ya simanzi naye ulitawala kwa Profesa ON, kwani alishaona kabisa uwezekano upo mdogo sana wa yeye kupata kampuni hiyo, kwani alikuwa akimtegemea ambaye ni mwanae Lucia ameshakuwa kichaa mapenzi. Wenzangu wakati wanatoa mbegu za watoto wa kiume, mimi sijui nilikuwa wapi. Ona sasa, Mr. Kigoe kashafanikisha kupata kampuni kupitia mwanae huyu, lakini huyu wa kwangu naona atapata mimba tu kama mama yake. Naye mchafu, mawazo bado mengi yalikuwa juu ya Rahma. Ni kweli kwamba amepoteza kumbukumbu au kuna mchezo anaocheza? Daddy alita Ranim na kumkurupua baki katika mawazo. Mbona mapema hivyo? Umekurupuka nini, shida? Unaenda zako kazini? Ndio. Na wewe leo unaenda shule? Ndio. Bibi alisema atanipeleka shule. Wow, watu na bibi zao sasa hao. Baba, leo nikitoka shule nije tena ofisini. Mimi jana sijamuona mamangu. Ranim aliita mchafu na kumsogeza mwanae karibu naye. Najua unataka na unatamani sana uwe karibu na mama yako kama zamani. Hata mimi natamani sana kukuona wewe ukiwa karibu na mama yako. Lakini sasa hivi mama anaumwa, mtoto wangu. Jaribu basi kunielewa babako. Mamako sasa hivi hanikumbuki mimi wala kukumbuki wewe. Sasa mama gani amkumbuki mtoto wake? Ranimu aliuliza na kuanza kulia. Hakuna mama ambaye hamkumbuki mtoto wake, ila mamako ugonjwa wake ndio unamfanya asikukumbuke. Mimi nimemisi mamangu, nataka nikakae naye karibu. Dad, mimi nikikaa na mama karibu, mama atapona tu.
Hata mimi natamani iwe hivyo, ila tumpe kwanza mama muda. Sawa mwanangu? Mpaka lini? Ranimu aliuliza. Siku ukiweza kusoma na kuandika tu, alafu ukashika namba 1 na kuahidi ya kuwa nitakupeleka kwa mama yako ukaishi naye. Dadi, kweli? Kabisa mbege yangu. Haya, tupinge. Na kama utanidanganya, basi nitakufa. Haya, tupinge. Mchafu alipinga na mwanae. Tuangalie upande wa hospitalini. Operation itaanza baada ya saa 1:30. Taarifa hizo alipatwa Halifa, aliyekuwa juu ya kitanda akiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa theater. Yeye na mwanae Kelini alikuwa upande wa pili na mama yake. Mama, unadhani nitapona? Aliuliza Kelini na Mra alimbusu kwenye paji la uso. Kipi kinakutia wasiwasi? Na mama yako niko hai Kelini. Utapona mwanangu. Mungu hawezi kuchukua roho yako, na ndio maana amemleta mtu aweze kuyachukua maumivu yako. Nataka nipone ili niishi miaka mingi nikiwa na wewe. Sitaki kukuacha kama baba alivyoweza kukuacha hapa duniani. Usijali mwanangu, wewe na mimi tutaishi maisha marefu sana. Tena sio maisha marefu tu, bali yenye amani na furaha ndani yake. Vipi? Mbona mnalia? Mnaongea nini hapa? Aliuliza mama yake Amra baada ya kufika pale na kukuta katika hali ile. Amra alimkumbatia mama yake akiwa na uchungu mkubwa moyoni mwake. Usilie bwana. Unamchulia mtoto Amra. Amra alijitoa kwa mama yake na pembeni yao alionekana mfanyakazi ule aliyeteuliwa na Mchafu kwa ajili ya kwenda na Halifa hospitali akiwa na watizama tu. Aliinua simu yake na kumpigia Mchafu kwa ajili ya kumpatia taarifa ya kinachoweza kuendelea. Taa za chumba cha operesheni ziliwashwa huku kukiwa na pazia baina ya Kelini na Halifa ili wasionane. Nazo taa za gari alilopanda Mchafu ziliwaka huku Mchafu akiliondoa gari hilo ndani ya mjengo wa baba yake Mr. Msechu. Nako ndani ya chumba cha kikao maandalizi yalianza asubuhi na mapema kabisa kwa usafi, kwani siku hiyo ilikuwa siku nzito sana, huku kila mmoja akiwa na shauku ya kutaka kufahamu nani atakuwa mmiliki mpya wa kampuni ya Royalty. Rahma naye akiwa bafuni anapata maji ya moto kwa ajili ya kujiandaa na kuelekea kwenye kikao. Alionekana kuwaza vitu vingi sana kichwani. Alitoka bafuni na Freddy alishamwandalia hadi nguo za kuvaa, maji kwa ajili ya kumezea dawa tena ya vuguvugu. Rahma, naona jana ulipewa dawa, mbu kunywa na isi ujanywa. Asante Freddy, alijibu Rahma na kupokea dawa kisha akaiweka mdomoni na kuchukua maji mkononi mwa Freddy kisha akanywa. Ni chungu? Freddy aliuliza na kumchekesha Rahma kidogo. Vipi, unataka kunisaidia kama ni chungu? Hapana, nimebeba na asali kidogo, ulambe kama ni chungu. Hapana, sio chungu, asante. Haya, vaa nguo tuende. Freddy alichukua nguo kutoka kitandani alipoweza kuziweka na kumkabidhi. Asante. Rahma alizidi kushukuru tu alipogeuka akiwa na tabasamu lake. Tabasamu la Freddy lilikata na kumtizama kwa hasira, kisha akatizama maji yale aliweza kumpatia Rahma pamoja na kidonge. Mchafu akiwa ameshafika katika ofisi, simu yake iliita na ilipigwa kutoka hospitali. Operation ndio inaanza rasmi baada ya vipimo vyote. Sawa, kama kutatokea chochote kibaya nijulisha. Kabla hajakata simu alisikia nesi akiuliza, ndugu yote wa Halifa, Imrani, tafadhali daktari anakuita. Mchafu alitimua na hizo kutoka ofisini huku akipishana na Lucia alikuwa kabeba chungu kidogo chenye maua ambayo anayapendaga Mchafu. Mchafu aliita akipitisha mbele chungu kile, na kwa kuwa Mchafu alikuwa akipita kwa spidi, chungu kile kilidondoka na kupasuka. Chamani Lucia, nipo na haraka na wahi hospitali. Kauli ya kuwa na wahi hospitali ilimfikia Rahma. Alikuwa naye akiingia ndani ya kampuni ya Royalty. Akili zake zote zilikwenda kwa mwanae Ranim. Mchafu aliita kwa kujikaza na kumfuata. Tumebakiza lisali moja kabla ya kuanza mkutano. Unadhani unakwenda wapi? Kwani mimi ni nani kwenye huo mkutano? Sekretari, mtendaji mkuu au mlinzi? Hebu nipishe.
Mchafu aliondoka na Rahma alimkimbilia akimfuata na kumshika mkono, kisha akamuuliza kwa shauku, nani anaumwa? Mchafu alimtizama na aligundua sasa Rahma anaigiza. Sio mtoto wako, hivyo kuwa na amani, alijibu Mchafu kwa sauti ndogo, kisha akaibuka na sauti kubwa akisema, hayakuhusu. Alafu akatoa mkono wake na kuondoka zake. Rahma alihisi kukosa nguvu kwa sekunde kadhaa tu, huku akitaka kudondoka chini. Vipi, uko salama? Aliuliza Freddy na kumwahi Rahma. Hapana, nahisi kichwa kama kinaniuma hivi. Kichwa au tumbo? Freddy aliuliza na kumtizama tumboni. Kichwa. Basi mimi nadhani kwa kuwa wajumbe karibu wote wameshafika, kwa nini usinikabidhi kampuni sasa hivi ili uende nyumbani ukapumzike? Kumbuka, nilikwambia sitaki umpoteze mtoto wangu. Hapana, najisi vizuri sasa. Rahma, kikao kitaanza sasa hivi, unikabidhi kampuni kisha uende nyumbani ukapumzike. Sihitaji kubishana na wewe juu ya hilo. Secretary, waambie watu waingie kwenye chumba cha mkutano, aliagiza Freddy, huku akiwa anaondoka na Rahma kwa kumshika vyema kiunoni. Lakini bado alisaa lizima, alijibu secretary akitizama saa yake. Nimesema sasa hivi ndani ya dakika 10 kikao kitaanza. Imekuwaje? Mchafu aliuliza baada ya kufika hospitali. Walihitaji saini ya ndugu yake yote, kwa hiyo nimesaini tu badala yako. Okay, asante. Wewe unaweza ukaenda. Mtu yote akikuuliza kuhusu mimi, mwambie hufahamu mahali nilipo. Sawa. Mchafu akiwa pale mbele yake alimwona Amra alikuwa akichungulia kwenye chumba cha operation. Aligeuka haraka na kutoka eneo lile, kisha akatafuta sehemu ambayo aliweza kujibanza na kutizama chumba kile cha operation. Jamani, mbona bado dakika karibia 50? Nini shida? Profesa Owen aliuliza. Kwa kuwa tuko wote nadhani haina madhara, alijibiwa na Mr. Kigoe aliyetawaliwa na furaha kwa siku hiyo. Bwana Msechu hayupo na ni mwekezaji mpya. Tena yeye ni baada ya CEO wa kampuni hii. Tunawezaje anza kikao basi na yeye? Alizidi kukazia Profesa Owen ambaye hakutaka jambo lolote litokee la kampuni kugaiwa Freddy, kwani anamfahamu Mr. Kigoe vizuri pamoja na Bwana Ndambwe. Ni watu wenye tamaa kama yeye. Msijali kuhusu mimi, nadhani sijachelewa, kwani bado takriban dakika 48 kuanza kwa kikao. Alizama ndani Msechu na Profesa Owen aliona kabisa hana pa kutokea tena. Nadhani tumetimia sasa, kikao kinaanza rasmi, alizungumza Mr. Kigoe kwa furaha kabisa. Kwanza ningependa kuomba radhi kwa kikao hichi kuanza mapema tofauti na vile nilivyoweza kutoa taarifa jana. Tutasameheana kwa sababu kikao hiki ni cha muhimu na kinahitajika kufanyika kwa haraka sana. Kama ajenda ya kikao hichi kinavyosema ni uteuzi wa mwenyekiti mpya ndani ya Loyalty Company. Kama mnavyoweza kutambua, kampuni hii ilianzishwa na baba yangu na mwisho alifariki na kuniachia mimi ambaye nilijitahidi kuendeleza kwa miaka takriban 6. Kama mnavyoweza kuona umri wangu unakwenda, na sasa kuna vitu vinaingiliana katika ukuaji wangu. Hivyo basi, kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu, nimeamua kujiuzulu leo rasmi na kumkabidhi kampuni hii Freddy Kigoe. Wote mnafahamu kama mume wangu ana degree katika upande wa biashara aliweza kuichukulia Paris. Baada ya kusema hayo, naomba nimtambulishe kwenu CEO mpya wa kampuni yetu ya Loyalty, Bwana Rahma alisikia tumbo lake kuvurugika na alijikaza kidogo. Bwana Freddy Kigoe. Wa kwanza kusimama na makofi alikuwa babake Mr. Kigoe, huku wakifuata wapambe wake ambao walijua sana nini wanakwenda kupata ndani ya kampuni ile. Shit. Profesa Owen alikunja ngome yake huku Msechu akisikitika tu. Na kwa kuwa nimeteuliwa kwa mdomo, sasa nadhani ni vyema kama makaratasi nayo yatahusika. Alichukua mikataba na kumpatia Rahma akimtaka asaini. Rahma ambaye alishangaa mikataba hiyo imeandaliwa lini na saa ngapi. Freddy alitabasamu na kumwambia, kumbuka, tunafanya hivi kwa ajili ya mtoto wetu. Rahma alitabasamu japo kinafiki na alijua kabisa hapo amewezwa. Asingeweza kuweka excuse yoyote ile. Tumbo lilikuwa linazidi kumkoroga
na asifahamu chochote kwa nini tumbo lake linamuuma. Aliinama na kujitahidi kusaini. Alisaini huku yeye mwenyewe akiwa na furaha moyoni mwake. Freddy alisaini na kumpatia baki aliyesaini kama shahidi, kisha akampelekea Msechu. Msechu alianza kusoma mkataba ule, na alipofika sehemu aliinua macho yake na kumtizama Rahma ambaye hakufahamu kwamba sio kampuni tu, bali mali zote alizoachiwa na babake hadi nyumba anayoishi mama yake sasa itakuwa chini ya Freddy. Rahma, huu mkataba ndio umeuandaa? Ndio, usiwe na shaka nao. Na haya maamuzi ni yako? Msechu aliuliza kwa mara nyingine. Ndio. Sawa. Alitoa kalamu yake kwenye mfuko wa koti la suti na kusaini. Freddy aligeuka akiwa anacheka, na Rahma alihisi vitu vinaweza mteremka chini. Alipeleka macho yake chini akijitazama, na zilikuwa damu. Freddy, damu? Freddy alimtazama kama mtu ambaye hakushtuka na kile Rahma alichoweza kumwambia. Na aliyesimama mbele yenu hapa ni mmiliki wa kampuni ya Loyalty. Na Freddy, natokwa na damu, na tumbo linaniuma. Sasa mimi nifanyaje Rahma? Huoni tupo kwenye kikao? Hebu tulia. Msechu alifyonza kisha akainuka na kumfuata Rahma akimtizama. Mtoto wangu, alizungumza Rahma, na kukumbuka asubuhi alimezeshwa kidonge na Freddy, akiambiwa ni moja kati ya dawa alizoweza kuja nazo jana kutoka hospitali. Msaidie mtoto wangu, aliomba Rahma, na watu waliinuka kutoka kwenye viti vya kwao walivyokuwa wamekalia. Yeyote atakayetoka alipokaa basi atakatwa hisa mbili. Rahma alijua kabisa mchezo alioweza kucheza basi alikuwa Sterling namba 2, ila namba 1 yake alikuwa Freddy aliyeuendesha vizuri hadi kufikia mwisho wa game, kwani alimnyang'anya kampuni mpaka mtoto aliyeko tumboni mwake. Msechu alimbeba Rahma, na Freddy alikwenda na kusimama mbele yake akiweza kumzuia. Kama utamtoa huyo mwanamke ndani ya chumba hiki, basi itakuwa umejitoa pia katika kampuni hii. Swala hilo utazungumza na mwanasheria wangu. Msechu alimpita Freddy alihitaji kumfuata na kumzuia kwa mara nyingine, ila baba yake alimkataza. Sekretari naye alitoka akimfuata Rahma nyuma haraka, huku wengine wakiwa wamekaa na kusubiri nani atalianzisha kwa kutoka. Aliinuka mzee mmoja, naye mara nyingi alikuwa upande wa Imani, na hata alipofariki basi alihamia upande wa Rahma kwa muda wote. Nimesema mtu yeyote asitoke ndani ya chumba hiki cha mkutano. Mimi ndiye mmiliki wa jengo hili lote pamoja na watu walioko ndani yake. Sawa, utazungumza na mwanasheria wangu. Naye aliondoka huku akimfanya Freddy apate kichaa cha hasira kwa kuwa na watu hawamheshimu. Nimesema nitawafukuza wote. Kila atakayeweza kunipinga atasimama nje ya kampuni hii, basi na hisa yake yote. Tumeelewana? Nauliza, tumeelewana? Aliuliza kwa hasira, na watu wakajibu ndio, huku wakitizama chini kwa uoga, na wengine wakitizamana kwa macho wanashangaa kwa kile kinachoendelea. Hussein alifika ndani ya kampuni ya Loyalty baada ya kupewa ruhusa na Mchafu kurudi kwenye kampuni. Alishangaa baada ya kumuona babake na Mchafu akiwa na Rahma mkononi mwake, huku damu matone yakiwa yanadondoka. Yuko salama? Hapana, hayupo salama, alijibu Msechu. Hussein alifungua gari, na sekretari naye alikaa upande ule alikuwa Rahma, akilia kwa maumivu ya tumbo lisilopoa. Hussein aliwasha gari kwa mara nyingine tena na kuelekeza katika hospitali ile alikotoka. Dr. Shania alipata habari za binti yake Rahma na mmoja kati ya wafanyakazi wa kampuni ile ya Loyalty. Sasa kapelekwa hospitali gani? Dr. Shania aliuliza, huku akikimbilia chumbani kwake kwa ajili ya kujiandaa na kuondoka. Kiukweli hata sijauliza, lakini wameondoka hapa na Mr. Msechu pamoja na yule sekretari wa kike wa Rahma. Haya, alikata simu na kumpigia sekretari wa Rahma, jina lake ni Oliver. Mamake anapiga. Halo, jamani, binti yangu mnampeleka wapi? Hussein, tunakwenda hospitali gani? Oliver aliuliza, na Hussein alijibu huku akiwa anakata kona ya mwisho ya kuelekea hospitali. Basi upande wa hospitali, Amra alikuwa ameshikiliwa mkono na mama yake, kwani muda wote alikuwa na hofu juu ya mwanae.
Ghafla tena alihisi kichefuchefu na kukimbilia chooni. Alipomaliza kujisafisha tu, ajitizama kwenye kioo na nyuma yake mamake alisimama huku akimtizama kwa hasira. Mama, umenishtua. Mtoto wa kwanza babake afahamiki hadi leo. Naomba nikuulize, huyo mtoto wa pili babake ni nani? Mtoto gani wa pili? Mimi najisi zangu vibaya tu, alijibu Amra. Na alipotaka kumpita mamake alimvuta na kumwambia, nipo serious Amra. Aidha uniambie ni nani huyo baba mtoto na hajajitambulisha nyumbani, au uitoe hiyo mimba. Kabla Amra hajajibu chochote, mlango ulifunguliwa na kuingia wasichana wawili, na hiyo ilikuwa nje pekee ya Amra kumkopa mama yake. Alitoka nje na kuelekea karibu na chumba cha operation. Amra, nakuuliza mara moja na ya mwisho, sitakuuliza kwa mara nyingine tena. Mimba ni ya nani? Mama, sina mimba. Mimi sio mtoto mshenzi wewe. Mama yake alimpia kibao kwa hasira na kumuuliza tena, kama huyo aliyekupa mimba hatajitambulisha ndani ya wiki hii, wiki inayofuata nitakutoa mimba mimi mwenyewe. Weka hilo akilini. Umenisikia? Mama Samia aliuliza kwa msitizo. Jina Rahma Imani Suleimani, umri miaka, tatizo ni kuvujwa na damu, pia ni mjamzito. Maneno hayo yalimtoka nesi mmoja alikuwa akimpatia daktari taarifa zinazomhusu Rahma aliyekwisha kuzimia. Amra pamoja na mama yake waligeuka na kutizama nani huyo anaitwa jina la ndugu yao. Ni nini? Mama yake Amra aliuliza huku akizuia kitanda cha mgonjwa kisimpite na kujithibitishia kama kweli ni Rahma. Naye mchafu kahawa aliyokuwa nayo mkononi ilimdondoka baada ya kumuona baba yake Hussein pamoja na Oliver walikuwa pembeni tu ya mwili wa Rahma. Rahma aliita mchafu na kukimbilia kitanda kile. Tafadhali, tunahitaji kuokoa maisha yake pamoja na mtoto aliyeko tumboni mwake, hivyo anahitaji matibabu ya haraka. Mtoto? Mchafu aliuliza, na baba yake alimshika huku naye Amra akimtoa mama yake mbele ya kitanda ile kupisha zoezi la kuokoa maisha ya Rahma na mwanae. Baba, Rahma wangu kafanyaje? Mchafu aliuliza. Baba yake alitikisa kichwa, ishara hatambui kitu gani kimeweza kumkuta Rahma. Mtu wake wa karibu, asaini hapa. Mimi hapa, alizungumza mchafu na kumfuata nesi huku akiuliza asaini wapi. Hapa hivi. Hali yake vipi? Anaweza akapona yeye na mtoto? Kiukweli ametokwa na damu nyingi, hivyo kupona yeye kuna uwezekano, ila kwa mtoto ndo sijajua. Asante, alijibu mchafu na kugeuka akimtizama baba yake. Alimfuata kwa ghadhabu na kumwambia, baba, Rahma hawezi taka kutoa mimba yangu. Nani kamfanyia hivi? Unavonijia kwa hasira, unataka tupigane au? Baba, niko serious. Wewe pumbavu nini? Unamkazia nani sauti yako? Aliuliza baba yake na kumsukuma kifuani. Aligeuka na kumtizama Oliver. Usithubutu kuleta ukorofi wako hapa, maana nitakupiga mbele za watu na ukubwa wako wote huo. Mchafu alipiga hatua yake moja akitaka kumfuata Oliver. Baba yake alimshika kola ya shati na kumfuta karibu yake. Nimesema sitaki bangi zako hapa hospitalini. Anwari, unanielewa? Bado mchafu hakuwa kimuelewa baba yake hata kidogo. Anwari, niangalie mimi mwanangu, mtizame baba yako na umsikilize. Msechu alinua kichwa cha mwanae na kumtizamisha uso wake. Rahma atakuwa salama, pia mtoto wako atakuwa salama. Hicho ndo cha pekee ambacho unatakiwa kuwaza, na sio nani kamfanya nini Rahma. Sawa Mchafu, sawa? Aliuliza tena Msechu, na mchafu hakuwa kimuelewa baba yake hata kidogo. Aisee dogo, mpaka nikuforce au? Baba, msiwezi kukuelewa eti bila kuniambia nani kamfanya hivi Rahma. Yaani mimi sikuelewi kabisa. Alitoka nesi mmoja mkuku kwenye chumba cha operation cha Halifa pamoja na Kailini. Nesi, kuna nini? Aliuliza Amra. Hali ya alijitolea kumtolea mtoto wako Fredi sio nzuri. Vipi kuhusu mwanangu? Tumeshamalizana naye, atatoka nje muda sio mrefu. Samahani, naomba nipishe. Nesi alitoa mkono wa Amra iliyokuwa imemkamata barabara. Baba, Halifa yupo huko ndani. Ndani wapi? Msechu aliuliza, na Anwari alirudia kauli yake kwa uoga kidogo.
huko kwenye chumba cha operation. Anafanya nini huko na saa ngapi? Kelini ni mtoto wake, hivyo kuna vitu alihitajika atoe ili Kelini awe mzima. Kelini ndo nani? Msechu aliuliza, na hapo alimtizama Amra. Alijiongeza tu, wewe mpumbavu, unathubutuje kumfanyia hivi ndugu yako? Jana nilikwambia ongea naye na hichi ndicho mchokuwa mnakiongea. Alafu mimi ukanidanganya kwamba anatoka na mke wa mtu na anampenda sana. Baba, Halifa ndio aliyetaka iwe siri. Tena hata Amra hafahamu chochote. Kuwa Halifa ndiye huyo alojitolea kumsaidia mwanae. Nani? Amra aliuliza. Halifa ndio yuko pamoja na Kelini chumba cha operation, aliuliza huku machozi yakiweza kumtoka. Halifa akipoteza maisha, mama yako atakuchukia maisha yake yote. Msechu alitoa simu yake na kumpigia mkewe. Na niliu mchafu, ni kweli kwamba Halifa ndio yuko huko chumba cha operation? Samahani, Halifa yeye ndo alitaka iwe siri. Kwa nini lakini? Kwani mimi ningetaka msaada wake, si ningemwambia? Daktari aliniambia kwamba huyo alijitolea kwa ajili ya mwanangu. Kuna uwezekano akawa anakoma milele, au akapoteza maisha, au akashindwa kutembea. Sasa mimi watoto wangu si watachukiana Huyu mdogo lazima atamchukia huyu mkubwa, kwa kuwa sababu yake yeye ndio maana hajaweza kumkuta babake akiwa katika hali ya kawaida. Una mimba? Mchafu aliuliza kwa kushangaa. Jamani, tunaweza kumpata ndugu yetu wa karibu wa Halifa, aidha mama yake au baba yake? Daktari aliuliza aliyetoka chumba cha operation na damu za kutosha. Amra hakusubiri atajibu lipatikane kama anapatikana au hapatikani. Alijikuta tu akikosa nguvu na kuzimia, huku Anwari akiwahi kwa kumdaka asifike chini. Upande wa Freddy naye alikuwa busy akijizungusha juu ya kiti cha Rahma. Alikuwa mwenyekiti wa kampuni ile. Aliinuka na kusimama huku bado tu akihisi kukerwa ndani ya nafsi yake, kwani bado alikuwa na shauku ya kutaka kujua kama huyo mtoto atakuwa mzima au atakuwa ameshaweza kufariki, kwani dhumuni lake ni kumuumiza mtoto tu na sio Rahma. Akiwa pale simu yake ya mezani iliita. Halo, nini? Kampuni gani? Alifyonza na kukata simu. Huyu secretary ni mpuuzi Ina maana hawezi nipigia simu na kunijulisha hali ya Rahma. Lucy alizama ndani na Freddy alishtoka baada ya kumuona. Imekuwa kama umemwona marehemu amefufuka aliuliza na kumsogelea kwa ukaribu zaidi Freddy, ambaye alianza kutizama wapi pa kutokea. Unataka kukimbilia wapi sasa? Lucy alivuta kiti na kuketi, kisha akamtizama Freddy na kumpa ishara na yeye akae kwenye kiti kwa kutumia macho, kwa kutumia macho yake. Freddy aliketi. Unajua, nikitaka kukufunga kwa aliweza kutokea nyuma, naweza nikafanya hivyo, bali sihitaji hivyo kwa sasa. Kuna kitu nahitaji tushirikiane. Kitu gani? Nimpate mchafu umchukue Rahma. Kirahisi hivyo tu? Unadhani ni rahisi kuachanisha? Na kwa nini isiwe rahisi? Lucy aliuliza. Ni vigumu sana kuwatenganisha watu wanaopendana. Kwa hiyo hutaki kushirikiana na mimi? Lucy aliuliza. Tuseme ndio, na kama utojali unaweza kunipisha. Leo ni siku yangu ya kwanza kazini. Nahitaji kuwafahamu wafanyakazi ndani ya hii kampuni pamoja na kazi zao. Hilo litaambatana na wawekezaji hisa na jumla ya hisa zao. Okay, Mr. Chairman, hebu tuone kama kweli huhitaji ushirikiano na mimi. Alitoa simu yake na kuplay video moja yenye sauti ya ajabu na kumwonyeshia Freddy. We mpuuzi, bado tu hujafutaga hiyo video. Nilikulipa hela ya kutosha. Ningekuwa mpuuzi ningeifuta. Basi leo nisingepata njia ya kukulazimisha kufanya kile nitakacho. Freddy, mimi na wewe tutapambana kuachanisha na kila mmoja atabaki na mtu wake. Deal? Alitoa mkono, ishara ya Freddy apokea mkono wake kwa ajili ya kukubaliana naye katika hilo, kumwonyesha Rahma na mchafu. Chumba cha kwanza kufunguliwa baada ya dakika 30 kilikuwa chumba cha alichoingizwa Rahma. Machela ilitoka Rahma akiwa juu yake. Watu wote walikurupuka na kukifuata kitanda kile. Yuko salama yeye pamoja na mtoto wake. Atahitaji mapumziko mafupi kabla ya kuruhusiwa na kwenda nyumbani. Asante Mungu wangu.
Watu walihema na Mchafu alimsogelea. Rahma alikuwa hana nuru usoni mwake. Usijali, utakuwa sawa. Sawa mami. Rahma alitikisa kichwa tu, haikubaliana na kauli ya mumewe. Mchafu alitabasamu na nesi alihitaji ampishe ili ampeleke Rahma wodini. Sasa macho yao yalibaki kwenye chumba cha operesheni cha Halifa tu, huku mama yake akiwa ameshikiliwa na mumewe mikono yake. Dakika 20 zilipita zaidi na Mrs. Msechu aliuliza, mtoto wangu amekufa au? Mbona hawataki kumtoa huko ndani jamani? Hajafa bwana, si tuko wote hapa. Huyo aliyempitisha hapa Halifa kama marehemu ni nani? Msechu aliuliza. Basi wanitolee mwanangu jamani. Sobesha chukua alichokuwa kikitaka kwangu. Kuwa mvumilivu kiasi, alishauri Msechu na kumsogeza mkewe kisha akamlaza kifuani wake. Mchafu alirudi kutoka kwenye wodi ya Rahma aliyekwenda kumtizama. Bado alimuuliza Amra na Amra hakujibu kitu zaidi ya machozi kumtoka tu kwa wingi. Hatimaye nako palifunguliwa, ila walitangulia kwanza madokta. Wako wapi? Amra aliuliza kwa mshangao. Kwa nini nyinyi mnatoka wa kwanza? Mume wangu na mtoto wangu wako wapi? Amra, hebu tulia. Mchafu alimuonya na kumtuliza. Imekuwaje? Operation imeenda vizuri, japo imechukua muda mwingi kwa wote wawili. Wako wapi sasa? Alifoka Amra kwa sauti, sababu hakuwa akielewa kwa maneno tu, alihitaji kuona pia. Manesi wanashughulikia kwa kumalizia kuwachomolea drip. Dokta alipiga kikumbo na Amra alijitoa mikononi mwa Mchafu na kuzama ndani kwa ajili ya kwenda kujihakikishia, huko akifuatana na mamake Mchafu. Samani dokta, unajua wanawake ndivyo walivyo. Usijali, waache watizame tu. Amra alisimama katikati yao na kuwatizama kwa pamoja. Alijikuta akitabasamu huko machozi yakiweza kumdondoka kwa furaha. Hakumalizia furaha yake na alijikuta akienda chini kwa kuzimia. Dr. Shani alibaki akiwa nyuma yao huku akisikitika tu. Ndani ya ile nyumba, sitaki kukuta mtu yeyote yule. Ile nyumba ni ya kwangu kuanzia sasa. Na kila kitu kilichoweza kupatikana kwa njia ya kampuni hii navyo ni vya kwangu. Alitoa kauli hiyo Fred akihitaji wakili wa kampuni ile aweze kufuatilia mali zote ambazo zimetokana na faida ya kampuni, kuviorodhesha vyote na kuweza kumpatia yeye kama mmiliki. Baada ya heka lote la hospitali kuweza kuisha, sasa Mchafu alikuwa ameketi tu pembeni ya Rahma aliyekuwa ameegemea mkono wake na kujilaza. Embo mara moja. Unakwenda wapi? Rahma aliuliza na kung'ang'ania mkono wa Mchafu zaidi. Naenda counter kufanya malipo, niangalie jinsi gani ya kukupeleka nyumbani. Alafu kisha nipeleka? Alafu nikisha kupeleka ndo nini? Ukisha nipeleka wewe unaenda wapi? Alishangaa Mchafu na kumtizama Rahma ambaye bado alikuwa ameng'ang'ania mkono wake. Hiyo kuulizana unaenda wapi imeanza lini? Kama huwezi nijibu basi kaa kwanza. Mimi bado sina nguvu, alizungumza Rahma na kumketisha Mchafu. Anwari, njoo mara moja, aliita babake na Mchafu aliinuka, ila naye Rahma aliinuka. Unaenda wapi? Sina kufuata. Hebu niache kwanza bwana. Kaa. Mama, hebu njoo mkamate mtoto wako. Dr. Shani alijisogeza na Rahma alipandisha mabega yake, ishara ya hataki. Rahma aliita Mrs. Msechu na Rahma alimtizama. Mwachie mwenzio, kaitwa na babake. Rahma alitoa mkono na kumwachia taratibu, huku akianza kuonyesha dalili ya kutaka kulia. Mchafu alishinda kumuelewa kwa dakika hizo na kubaki akimshangaa tu. Aisee Mchafu, changamsha basi hiyo miguu, mimi nataka niende kwenye mambo yangu, alisema Mr. Msechu. Anwari alimfuata babake huku akimtizama Rahma aliyekuwa akilia kifuani mwa mama yake. Basi mwanangu tulia. Dr. Shania alianza kumbembeleza Rahma taratibu tu. Wapi tunakwenda mzee? Rahma analia. Alafu hali yake sio nzuri. Na haya nitakao kwenda kukwambia ndio nataka kufanya uchanganyikiwe zaidi ya hayo machozi tu ya mkeo. Kuna nini? Kampuni na kila kitu. Rahma kampatia Freddy. Kampuni na kila kitu? Kampuni gani kwanza? Maana sijakuelewa. Na maanisha wakati wewe uko busy unajaza mimba, mwenzako alikuwa busy akijaza karatasi za mali
na mali zote sasa zipo chini yake. Mimi najaza mimba, mara sijui nani anajaza makaratasi ya urithi. Sielewi mafumbo yako leo, kichwa changu hakishiki kabisa. Maana nimeshakumbana na matukio mazito kuanzia asubuhi. Msechu alianza kumuelezea mwanae mambo yote yaliweza kutokea katika kampuni kuanzia alivyoanza hadi kuisha kwake. Huyu mwanamke mjinga, mpuuzi huyu. Nadhani atakuwa na sababu ya kufanya hivyo. Ni heri umsikilize. Mimi hapo namsikiliza nini? Kwanza alivyokamatwa huko, mimi nimehangaika kumtafuta. Alafu baada ya kumpata anakuja kuakti kama kapoteza kumbukumbu, na mwishowe naona kumbukumbu zimerudi baada ya kuhonga kampuni. Unachotakiwa kukifanya ni kumrudishia kampuni yake na sio kuipoteza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu aliyetaka kuitoa mimba hii ni Freddy. Nini? Mchafu aliuliza kwa ghadhabu. Nakwambia kila kitu kabisa kwa sasa hivi ili nisisikie umefanya kitu cha kijinga. Amechukua kampuni na kila kitu, ni sawa. Kwa nini ataka kumchukua na mtoto wangu? Mchafu aliuliza. Lakini hajamchukua, ila atalipa kwa hili, alimalizia Mchafu na kuanza safari. Baba yake alimvuta na kumrudishia aliposimama awali. Baba, utanisamehe, lakini siwezi kukusikiliza. Sawa, kwa kuwa umenipita urefu, wala usinisikilize. Nifanye kama mzee tu mtaani anakupa ushauri. Kama utaanza kudili na kwa nini alitaka kutolea mtoto wako, basi utapoteza kampuni na hata haki ya huyo mtoto wako hutaweza kuipata. Mchafu alibaki akimtizama baba yake tu. Kitu pekee cha kumuumiza Freddy ni kumalizia kuichukua hiyo kampuni baada ya kumchukua Rahma. And nenda kwa huyo mwanamke wako, maana naona kichaa cha mimba kimemwamka anakutafuta. Mchafu aligeuka nyuma na kukutana na Rahma. Alikuwa akifuta machozi yake huku akimtizama. Mchafu alimfyonza baada ya kumwona na kugeuka akitizama mlangoni. Nenda kwa mkeo, alirudia kauli hiyo Msechu akimzuia mtoto wake kutoka nje. Rahma alianza kujisogeza karibu yake. Mchafu aligeuka na kumfuata. Nini shida? Hamna, alijibu Rahma na kumshika mkono Mchafu. Eti kampuni umemuonga nani? Rahma aliinua macho yake na kumtizama Mchafu. Vizuri sana, mwanamke muhongaji. Uko vizuri sana kwenye kuhonga. Yaani unahonga hadi kampuni wakati mimi hata sindano hujai kunipa. Kwani wewe umeshai kunipa nini? Rahma aliuliza. Huyo Ranim nani alikupa? Na huyo hapo tumboni nani kakupa? Kwani tunaongelea watoto au tunaongelea vitu vya kupeana? Embu toa kwanza ile mkono lako. Yaani umenikwaza wewe, umenikwaza sana yani. Rahma alitaka kutoa mkono wake kwa Mchafu na kumuuliza Ranimu yuko wapi? Atakuwa shule nadhani. Twende basi nikamuone. Mimi ni mwache ndugu yangu hapa hata hajaamka. Nibebane na wewe nikupeleke kwa huyo mtoto wako. Muombe mama akupeleke. Ni mama lako lenyewe libaya, lina hasira. Alafu na nikoromea mimi. Limama ndo ni nani? Alafu mamangu ndo anamuita Limama au? Ndio, kwa nini yeye anigombeze wakati mamangu ananibembelezaga? Puuzi wewe. Una mama wewe? Mchafu aliuliza na kutoa mkono wake kwa nguvu, kisha akarudi alipokuwa ameketi mwanzo. Rahma alimkimbilia na kumfuata, kisha akamshika tena mkono. I say, ni nini? Sikila mtu akae kivyake au? Sitaki bwana. Mchafu njoo embo. Alita Mrs. Msechu na Rahma alimwachia mkono Mchafu ambaye alimwambia twende sasa. Si unanifuata kila mahali. Rahma alipandisha mabegi yake juu, ishara hataki. Naam. Ingia basi kwa siri ukatizame kama mdogo wako ameamka. Mama, kila kitu kitakuwa salama. Kwanza nilikuwa nafikiria nyie mngeenda nyumbani kupumzika kwanza, maana kwanza huyo bibi hali yake bado sio nzuri. Rahma, umefanya nini ile nyumba babako? Mbona nimepigiwa simu hapa kwamba ni ya Freddy na hataki mtu ndani ya ile nyumba? Dr. Shani aliuliza kwa mshangao, naye Rahma alishangaa. Nyumba? Mimi nimempa kampuni tu. Nilikuuliza kama umesoma vizuri ule mkataba na ulijibu ndio, kila kitu ni cha Freddy. Hata nguo ulizovaa akitaka kuja kuzichukua kisheria anaruhusiwa.
alizungumza Msecho. Kwa hiyo tutakaa wapi? Rahma alijikuta akimuuliza swali hilo Msecho. Alicheka kidogo. Usijali, wewe na mamako mtakwenda kukaa kwangu kwa muda hadi pale Mchafu atakapoweza kuweka mambo sawa. Rahma alimtizama mama yake na Mchafu. Mbona unanitizama mimi hivyo? Mchafu, mimi nataka nikakae kwako. Kwangu wapi? Ni bado nakaa kwetu. Na ukubwa wote huo jamani. Wewe mbona na ukubwa wote huo huna kwako? Umenyang'anya nyumba ya baba yako. Huna pa kuishi. Lakini mimi si ni wa kike na mimi si ni wa kiume, alijibu Mchafu na kufyonza. Mama, Rahma kidogo amefanya vitu vya kipuuzi. Ila nipate wiki kama kadhaa, nitarejesha nyumba ya mumeo katika mikono yako. Kwa sasa itabidi wewe na Rahma mkaishi tu kwetu hadi pale nitakapofanikiwa kurejesha hiyo nyumba kwanza. Dr. Shani alibaki akimtizama Rahma ambaye alishindwa hata kutizama mama yake kwa sekunde mbili tu kutokana na alichoweza kukifanya. Freddy alifurumusha simu yake mezani mbali na yeye baada tu ya kupokea taarifa kwa mtoto wa Rahma bado amesalimika. Pumbavu, pumbavu, pumbavu. Nini? Mbona hasira kama zote? Lucy aliuliza aliyeingia ndani ya ofisi ya Freddy akiwa na vikombe viwili vya kahawa. Vipi utahitaji? Alimuuliza Freddy ambaye hakuwa kwenye mudi kabisa. Nadhani hauhitaji. Aliketi kwenye sofa na kuweka kikombe kimoja cha kahawa kwenye meza ndogo. Kisha akakunja zake 4 na kuanza kunywa kile kikombe kingine. Ulisema unataka tuungane, tumtenganisha Rahma na Mchafu. Sasa nipo tayari, ila kabla hujaweza kumtenganisha Rahma na Mchafu, kuna kazi nahitaji kukupatia ili nihakikishe kwamba una nia ya kutaka kuwatenganisha. Kazi gani? Lucia aliuliza. Rahma ana ujauzito wa Mchafu kwa mara nyingine. Nini? Lucia aliuliza na kuinuka kwa mshtuko huku akiachia kikombe alichokuwa kinywa kahawa na kufanya kikombe kile kipasuke chini. Nataka hiyo mimba itoke. Baada ya mimba kutoka, sasa nitakupatia plani ya kumchukua Mchafu na mimi kubaki na Rahma. Rahma ni mjamzito tena. Hivi anathubutuje kubeba mimba ya Mchafu kwa mara nyingine tena? Anadhani ni mume wake au? Rahma, nataka ukuhakikishia kuwa huyo Ranim ulimzaa kwa sababu nilikuwa nipo nusu duniani, nusu ahera. Sasa hutozaa mtoto mwingine na Mchafu kamwe. Lucy aliondoka kwa hasira na Freddy hakujali kuhusu chochote. Alichukua majarida na kuyafurumusha pale ofisini. Baada ya siku 2, Rahma, Mchafu pamoja na Ranimu wote walikuwa kitandani wakicheza na kucheka pamoja. Baba, zamu yako sasa. Haya. Mchafu alifunga macho yake na Ranim alimpiga kwenzi kichwani huku akimwacha mama yake alikuwa akicheka tu. Hiti kikwenzi ni cha mtoto kabisa. Ni wewe Ranim. Haya nafunga macho. Ranim alifunga macho na mama yake alimdokoa kichwani. Ni baba. Haka, mimi natolea wapi mkono mlaini, funga macho. Ranim alifunga na Mchafu aligusa kidogo tu. Ni mama. Umekosa, fumba macho. Ranim alifumba tena na baba yake pamoja na mama yake wote walimgusa kichwani. Ninyi wote. Umekosea, mama yako ndo kakugusa na mikono yake miwili. Baba, sitaki nyinyi mnanichezea ufili. Lango liligongwa. Ingia. Kelini alizama ndani na kusalimia. Vipi? Safi, Ranim. Twende tukacheze basi. Ranim alimtizama baba yake na baba yake alimkonyeza tu na kutabasamu. Alijua kabisa ameruhusiwa, hivyo aliwapita kichwani wote wawili na kutoka mbio mbio akikimbia. Hakuna kutoka nje ya geti, sawa? Haya, alijibu Kelini alikuwa mwisho kutoka chumbani pale. Rahma alijivuta na kumsogelea Mchafu kisha akajilaza kifuani kwake huku akisikiliza mapigo ya moyo wa Mchafu. Anuari. Naam. Kuna uwezekano wa kumrejeshea mama nyumba yake? Ndio, uwezekano huo upo. Nadhani kesho ndo nitakutana na wakili wa Freddy kwa ajili ya kulizungumzia hilo swala. Nilikusikia naambia baba kuwa ni vigumu kurudisha kitu chochote kwa kuwa nilisaini na kuna mashahidi. Ala, kumbe ulisikia? Mchafu aliuliza. Ndio, usijali. Nikisema nitumie sheria tu, kiukweli hatupati kitu. Hivyo inabidi sehemu nyingine nitumie uongo na nguvu ili kuvipata. Sasa hautumia wewe? Rahma aliuliza. Hapana,
Mimi nitakuwa salama. Yule boy wako si unaona amekaa na wewe miaka karibia 5. Mimi nimekuja mwezi tu na nishakutia mimba. Anuari, usiniambie mimi hivyo. Sasa nimwambie nani? Mchafu aliuliza. Vipi maendeleo? Aliuliza Amra akimtizama Halifa. Salama, sijui wewe. Mimi niko salama. Salama gani? Na hata uponi. Ya Rahma kila siku anamdekea tu Mchafu. Mimi sina hata kumdekea. Alicheka kidogo Halifa. Na mlivyo wajinga wote, mmeenda kurundikana nyumba moja. Hivi kweli mnahema huko? Halifa aliuliza. Babako ndo kamngangania kelini. Nikaona inabidi tu niende nikaishi huko. Vipi wewe utapona lini sasa na mimi nideke? Hivi karibuni tu mke wangu, wala usiwe na hofu. Nitakudekeza sana, nitafidia na hizi. Haya, alijibu Amra na kutabasamu. Una furaha sasa? Ndio. Haya. Unafikiri nitakuamini? Nilimwona Lucia wangu akiteketea kwenye moto hadi nyumba kageuka kuwa majivu. Sasa hivi unaniambia Lucia yupo hai? Baba kama umemtengeneza. Shania, ukweli ni kwamba hauwezi kuniamini, lakini binti yetu Lucia yupo hai. Kama yupo hai yuko wapi? Dr. Shania aliuliza. Mama aliita Lucia ambaye aliona sasa njia pekee yake kumteketeza Rahma na kumweka mbali na Anuari. Ni mama yake, kwani mama yake ndiye mtu wake wa karibu. Hivyo ni rahisi kwa yeye kuharibu mahusiano yaliyopo baina yao. Je, anachowaza Lucia atafanikiwa? Basi tuendelee. Mama, Dr. Shania aliuliza na kumtizama Lucia. Ndio, wewe ni mama yangu. Ni mimi mtoto wako Lucia, umenisahau? Lucia aliuliza na kuanza kujieleza. Lucia alimfuata Dr. Shania ambaye hakuwa akielewa kabisa hata kidogo. Alimfuata na kumkumbatia kwa akiweza kujieleza. Eni, nataka nikwambie similiki chochote sasa hivi. Sina kampuni, sina nyumba wala gari. Kwa hiyo binti uliweza kumdanganya mimi ni mama yake. Tafadhali muonyeshe mama yake. Hebu binti, niache niondoke zangu. Mama, ina maana hata huisi joto langu. Ni mimi mwanao Lucia. Kumbukumbu zangu ziliweza kunipotea na sasa zimerudi. Na huyu mzee ndo chanzo cha haya yote. Binti, mimi binti yangu alishakufa kitambo. Sana sikufahamu. Wewe kuitwa Lucia haimaanishi ndio utakuwa binti yangu. Ukweli ni kwamba mwanangu alifia na kuteketea kwenye moto. Huku nikiweza kushuhudia. Lucia na Shania, naombeni mnisamehe sana. Zote hizo zilikuwa tamaa zangu. Shania mke wangu, Lucia wetu hakufa, ndio huyo alosimama mbele yako. Ni upofu tu wa tamaa za mali ndio zilizoweza kunifanya mimi kuweza kutenganisha wewe na mwanao. Shania, unajua nilidhania Lucia ndo kikwazo cha wewe kukataa kwenda kumtongoza Imani. Hivyo nisingeweza kumuua Lucia. Kumbuka kuwa na yeye ni mtoto wangu. Hivyo nitengeneza mazingira ya wewe kuhisi mwanao amefariki ili iwe rahisi kuwa na Imani na mwisho umiliki mali zote. Kisha utakuja tena kwangu ukiwa na mali zake, kwani mimi ni mumeo na unanipenda sana. Lakini mawazo yangu hayakwenda kama vile nilivyohitaji. Ulimpenda Imani ukasahau kuhusu Lucia. Na mimi pia na leo naona hata aibu kuendelea kumweka mwanao mbali na wewe. Naomba mnisamehe sana. Nisameheni. Nakiri ya kwamba nimekosa. Onesmo, unaongea nini eti? Mama, ni kweli hata mimi sikuwa na kumbukumbu yote juu yako. Kila siku ananiambia kwamba atanionyesha mama yangu. Ila leo nilipoweza kuiona picha yako ndipo nilipoweza kukumbuka kwa wewe ni mama yangu. Mara zote ulikuwa ukinikataza kula chakula cha usiku kabla ya kufanya homework. Alikazia Lucia na kujisogeza karibu na Dr. Shania huku akilia. Dr. Shania naye aliangua kilio na kuanza kumkumbatia Lucia huku akimpoza poza na kumuuliza, ulikuwa wapi mwanangu siku zote hizo jamani? Kwa nini babako aliamua kunifanyia hivi mimi? Wakati Dr. Shania akilia kwa roho na ukweli huku nyuma mwanae Lucia alifuta machozi yake na kutabasamu akimtizama babake alikuwa bado amepiga magoti ya kinafiki. Wote walitabasamu kwa kuamini igizo lao linakwenda vizuri na limekwisha. Sasa kwa nini baba zenu wawe tofauti? Kwa nini baba zetu wawe tofauti? Ila Rahma, unakuoga na maswali ya ajabu sana. Haya, baba zetu ni tofauti kwa kuwa mama yetu amezaa na wanaume wawili. Ni sawa, lakini kwa nini wewe uwe mkubwa alafu Alifa awe mdogo? Alafu mama yako aishi na babako?
Hata watu wengine waga wanashangaa. Pia ilikuwa hivi. Mama yangu baada ya kunizaa mimi, baba yangu alichepuka na rafiki yake. Alipogundua tu mama akanibeba mimi. Akaja Tanzania. Hivyo baba akawa anatuma tu matumizi. Anaona haya kuja wala kumwambia mama ya kuwa ananihitaji. Sasa baada ya miaka mingi kupita akaolewa na baba yake Halifa. Mzee wangu alipata kichaa. Alitoka Paris hadi huko akaja kunichukua. Unajua alikuwa na uhakika kwamba mama yangu hawezi kuolewa tena. Basi nikarudi Paris na baba. Na huko nyuma Halifa akazaliwa akiwa na kama miaka 15 hivi. Babake alifariki na baba yangu alipata hizo taarifa. Hivyo akarudi Tanzania na kutaka kusawazisha mambo na mama. Ila bado mama aligoma. Baba akarudi tena na mimi Paris. Wakati huo ndo nishakuwa mkubwa mtukutu hatari. Mama alivyoona naanza biashara ya mapigano ulingoni, alimtaka baba amtumie tiketi anifuate. So alikuja yeye na Halifa Paris. Alikaa kama miezi 3. Hata akiniambia nini sielewi mimi. Yaani niko busy na ule umaarufu tena ndo kabisa simuelewi mama yangu. Siku moja aligongwa na gari na mwanamke. Na huyo ndiye aliyekuwa mwanamke wangu wa kwanza. Ila ndo hivyo ndio tokea vitu vingi. Huyo mwanamke wako yuko wapi? Mwanamke gani? Huyo wa kwanza. Sipendi hata kuziongelea habari zake. Kwa nini? Nishasema sipendi. Sasa kwa nini ya nini? Okay. Mimi nataka zile ice cream pale. Endelea kutaka. Sisi naomba ninunulie. Subiri nitafute pa kupaki gari. Alijibu mchafu na kuangaza macho kisha akapaki gari baada ya kupata sehemu sahihi. Ya aina gani unataka? Ukwaju ngapi? Moja tu. Poa, alijibu mchafu na kushuka ndani ya gari. Kisha baada ya dakika moja alirejea na kumkabidhi. Asante. Haya. Safari iliendelea hadi alipofika ofisini na nje alikutana na Freddy aliyekuwa akigombeza wafanyakazi. Kwa nini hawafanyi kazi kwa usahihi? Alipita akiwa ameukamata mkono wa Rahma aliyekuwa kinyonya ice cream yake tu. Alivuta pumzi kwa hasira na kumuuliza mchafu. Samahani, unaweza kuniambia huyo amefuata nini hapa? Ikiwa sio mfanyakazi wala sio mwenye kampuni. Kwani wanaoingia humu ndani wote ni wafanyakazi na wenye kampuni? Jiheshimu basi kidogo bro. Lilikuwa jibu la kukera kutoka kwa mchafu na kupita na mkeo Rahma. Huku akiacha baadhi ya wafanyakazi wakitaka kucheka. Unacheka nini? Fred aliuliza na kumfuata mfanyakazi mmoja. Kisha akaanza tu kumtolea hasira zake pale kwa kumpiga mangumi mfululizo. Dr. Shania aliongozana na mwanae hadi katika nyumba ya kina mchafu alipokuwa akiishi yeye. Mrs. Msechu alipomwona tu alisimama na kuweza kuwatizama. Samahani, baba Anwari yupo? Aliuliza Dr. Shania aliyekuwa amevimba macho kwa kulia tu. Hayupo. Vipi lakini kwema? Mbona macho yenu yamekuwa hivyo? Ni story ndefu kwa kweli, alijibu Dr. Shania na kilio kilianzia hapo. Lucia, umemfanya nini mama wa watu? Kumbe unamfahamu? Umemfahamje? Dr. Shania aliuliza. Kule kwenye kampuni alikuja kumuulizia mumewe. Kwa hiyo ananifahamu. Naitwa Lucia, ni mtoto wa Dr. Shania. Lucia alizungumza uongo kwani hakuhitaji mama yake afahamu kwamba anajulikana na familia ile. Mrs. Msechu hakumuelewa na alibaki amemshangaa tu. Huyu ni binti yangu, nilidhania ameungua kwenye moto hadi kuteketea. Kumbe babake ndiye aliamua kumtenga mbali na mimi ili tu niweze kuolewa na Imani. Kisha baada ya kumilikisha mali zote basi nirudi tena kwake kwa kuwa alikuwa na huyo binti yangu. Mrs. Msechu alibaki akishangaa tu. Mtoto wangu ameishi maisha ya kuteseka sana jamani. Yaani ameteseka sana binti yangu. Alizidi kulia Dr. Shania na Mrs. Msechu ndo ambaye alishindwa kuelewa asikitike pamoja naye au amwambie ukweli wote anaweza kufahamu kuhusu Lucia au anyamaze tu kwani yeye anafahamu wazazi wake na Lucia walifariki na kumkabidhi Lucia kwa mwanae Anwari. Sasa anakuaje tena na wazazi wengine? Pole sana Dr. Shania. Pole mwanamke mwenzangu. Alimtuliza Dr. Shania na kumpeleka chumbani kwake. Ungepumzika kwanza kidogo hapa ili ukiamka uwe na nguvu nyingi. Kwa sasa mwili wako unaonekana dhaifu sana. Ngoja nikakununulie na machungwa kidogo. Mrs. Msechu alitoka ndani na alipofunga mlango alibaki akishangaa. Aliufungua na kuita, Lucia, hebu njoo kidogo mwanangu.
unisaidie kumenyamenya haya machungwa haraka haraka. Lucia alimbusu mama yake kwenye paji la uso na kumfunika kama mtoto mwenye mapenzi naye. Alipogeuka tu alikunja sura yake, kwani alijua kipo ambacho atakwenda kukutana nacho huko. Mrs. Msechu alimvuta na kumpeleka jikoni. Ni uongo gani umeutumia kumdanganya huyu mama watu? Na watambua wazazi wako? Maana walishawahi kujaga siku ulionigonga na gari. Sitoweza kuwasahau hata kama niliona mara moja. Na Anuari aliniambia wameshafariki. Sasa igizo gani unamuigizia huyu mama watu? Mama, si igizi. Ukweli ni kwamba Dr. Shani ni mama yangu na baba yangu alinitenganisha naye kuniandalia wazazi feki. Kwa nini lakini huniamini hata mimi? Ni muhanga katika hili mama. Ni kwamba unanichukia kiasi hiki. Sikuchukii lakini sikuamini wewe. Naona kuna uchokifuata ndani ya hii nyumba. Sijamfuata yote isipokuwa mama. Na kama unaona mashaka na mimi, basi ngoja niondoke tu mama yangu. Mama yangu akiamka nisaidie kumwambia nitarudi kuja kumsalimia. Lucy aligeuka taratibu na kuanza safari ya kuondoka pale, huku akijua ataitwa, na alifika hadi mlangoni na kushangaa mbona haitwi. Alifungua kitasa na hapo Mrs. Msechu alimuita. Nitakuamini kwa hili, ila nataka nikwambie nitakufuatilia kwa kila hatua. Mrs. Msechu alirudi jikoni kwa ajili ya kuandaa machungwa na mpelekee Dr. Shania. Utanifuatilia kwa hatua? Hatua zipi hizo? Huwezi kuweka mguu nilipokanyaga hata siku moja, maana utaungua moto. Lucy alirudi jikoni kwa unyonge sana na unyenyekevu wa hali ya juu. Mama, nikusaidie nini? Aliuliza na kumsogelea Mrs. Msechu. Unisaidie kutoka hapa jikoni, maana sikuamini wewe. Na kitu kingine, hakuna anayekufahamu wewe kama ulishawahi kutembea na mchafu. Hivyo usimharibie mtoto wangu ndoa yake. Lucy alibaki kimya tu, na aliona ni heri atoke hapo jikoni, kwani Mrs. Msechu alizidi kumchafua tu rohoni na kumharibia siku kama Waswahili wasemavyo. Anuari, twende nyumbani. Kusumbuana tu ndo staki. Umetoka nyumbani umeniambia unataka kuja na mimi ofisini. Sasa hivi unaniambia turudi nyumbani. I say, mimi niko na kazi zangu. Anuari, twende bwana nyumbani. Mimi sitaki harufu ya makaratasi. Naomba wewe na mimba yako nyote msinisumbue. Unataka kusikia harufu ya makaratasi? Toka nje. Nenda kasikilize harufu ya maua kule garden. Rahma aliinuka na kumtizama Anuari. Alikuwa busy na laptop yake. Baada ya kupita sekunde 10 na mchafu akiwa busy wala kutokumtizama Rahma, Rahma alipiga ukunga ulioweza kumshtua mchafu pamoja na baadhi ya watu walioweza kusikia sauti ile. Unakichaa au? Mchafu alimuuliza Rahma na kumtizama. Nimesema tuende nyumbani. Mimi nataka twende wote nyumbani. Harufu ya makaratasi inanikera mimi. Siwezi kuvumilia tena. Wewe ni mpumbavu nini? Ndio unipigie ukunga hapa ofisini? Kwani upajui nyumbani? Nenda mwenyewe. Rahma alianza tena kupiga ukunga mwingine, naye mchafu alimwahi kumziba mdomo, ila Rahma alimng'ata. Mikono yako inanuka karatasi, usinishike mwehu wewe. Aliinama akachukua kipochi chake na kumpiga nacho kichwani. Na leo usirudi nyumbani, sitaki kukuona. Rahma alitoka nje ya mlango na kukuta watu wakiwa wamezingira pale nje. Na nyie mnasubiri nini hapa? Tokeni hapa. Alafukuza wafanyakazi wale na wao waliondoka na kwenda na mambo yao. Nakwambia na usirudi leo nyumbani. Baki huku huku maisha yako yote. Alibaki akishangaa Anuari alikuwa mlangoni. Rahma aliokota chungu cha aua na kukirusha akielekeza katika ofisi ya Anuari. Nimesema usije leo nyumbani. Sitaki kukuona kwa taarifa yako. Kwenda naye na mimba yako. Usiniitishie maisha. Alizungumza Anuari kwa utaratibu, na Rahma alipiga tena uduru kabla ya kutoka nje ya ofisi. Makubwa. Alibaki akishangaa Anuari na hata wafanyakazi nao walibaki wakishangaa hivyo hivyo. Taxi. Aliita Rahma na kupanda ndani ya taxi akihitaji mrudishe nyumbani. Ila wakati anapanda naye Freddy alikuwa ndani ya gari lake. Na alipomuona tu alipata idea ya kumtoa mimba. Kwani alihisi kama atamtoa mimba Rahma, basi atakuwa amemkomesha mchafu kwa namna moja au nyingine. Alianza kuifuatilia ile taxi na nia yake ilikuwa ni kuigonga na kuimalizia mbali mimba ya Rahma. Simu yake iliweza kuita na alikuwa Lucia. Alipokea na kuweka laudi.
huku akimtafutia dereva taxi sehemu gani nzuri ya kuweza kumgonga. Freddy, nimeshaweza kuingia ndani ya nyumba, aishio Rahma na mchafu. Umefuata nini? Kwani wewe unaniambia nifanye nini? Na sio kwamba nimeingia nitatoka. Hapana. Hapa atakayetoka ni Rahma na watoto wake wote wawili. Mimi nikitoka hapa natoka na ndoa nikiwa na mchafu. Una uhakika kwamba mimba ya Rahma utaitoa? Kwa nini? Unaniwekea mashaka? Mimi ndiye nilimtuma vijana wa muue Rahma. Na bahati mbaya wakamuua huyo Samia ambaye alijitokeza katika ile mission. Unasema? Fred aliuliza na kusimamisha gari lake kwa mshtuko. Usijali, kwa sasa hivi sitotaka kumuua tena Rahma kwa sababu unamtaka. Na vyema ufanye hivyo, maana kama utakwenda kinyume basi nitamuua mchafu bila kufikiria hata mara moja. Najua, kwa hiyo kila mtu asimuumizie mwenzake tu, mtu wake. Sasa nipe leo na kesho lazima upate habari za Rahma, mimba yake imetoka. Akiwa anazungumza maneno hayo katika korido aliweza kujificha, alimwona mamake na mchafu kupitia vesi yenye ua akiwa ananyata kwa kumsogelea na kusikiza maongezi yake. Simu ilikatwa na Freddy ila bado alijifanya yuko busy anazungumza na simu. Hapana, siwezi kukusamehe. Huwezi kunitenganisha mimi mbali na mama yangu. Tangu nikiwa na miaka 9. Ukanitafutia wazazi feki na kunipa kumbukumbu feki za nyuma juu ya maisha yangu. Na bado unathubutu kusema wewe ni baba yangu. Unahitaji msamaha wangu. Lucy alianza kujiuliza uongo na kweli. Sikia wewe mzee, mimi ninachowaza hapa ni kwamba nitapata wapi nyumba nzuri niweze kukaa mimi na mama yangu. Nahitaji kupata upendo wa mama ambao wewe ulininyang'anya. Tena tafadhali na usinitafute. Alikata simu na kukaa chini akizidi kujiuliza tena kwa sauti. Mrs. Msechu alijikuta akimwonea huruma na yeye alianza kulia pale alipo. Alimfuata Lucia na kuanza kumbembeleza taratibu kabisa huko akimpiga mgongoni. Usijali Lucia, babako alikufanyia kitendo cha kikatili sana. Ila mshukuru Mungu kwa kuwa ameweza kukutanisha na mama yako. Bado hujachelewa kupata upendo wa mama yako. Alizama ndani Rahma akiwa analia na kuweza kuwashtua Mrs. Msechu. Alitoka pale alipokuwa na kusimama akimtazama Rahma. Alikatiza sebuleni na kuelekea chumbani kwa Dr. Shania akiwa bado analia tu. Umemfanya nini huyu jamani? Na hiyo hali yake. Naye alimfuata nyuma huku Lucia akiamka kwa hasira. Mpuzi mmoja wewe, unathubutuje kuingilia igizo langu ambalo bado halikuwa limekwisha? Sasa nitapata muda gani wa kumuomba aniruhusu niishi hapa na mama yangu wakati muda huu ndo ulikuwa mzuri? Mrs. Msechu alifungua mlango na kumkuta Rahma akiwa amepanda kitandani huko kichwa chake kikiwa kifuani kwa Dr. Shania alikuwa akibembeleza. Basi binti yangu, hebu nyamaza. Umwambie mama nini shida. Mama, mchafu ana roho mbaya. Mimi namwambia tuondoke, sitaki harufu ya makaratasi ananifukuza kule ofisini kwake. Ndio hilo tu. Dr. Shania aliuliza akiwa anamfuta machozi. Basi na usilie kila saa, sio vizuri kwa mtoto. Akizaliwa atakuwa analialia tu. Yeye mchafu ana roho mbaya kama mama yake. Alimalizia Rahma na Dr. Shania alinyoa macho yake akimtazama Mrs. Msechu ambaye alionekana kwa mbali kama hazivi na Rahma. Mrs. Msechu alitoka akiwacha mlango wazi na Lucia alitabasamu na kufunga taratibu. Haya, fumba macho upumzike kwanza. Halafu mama, mbona wewe ni wa moto, unaumwa? Kidogo tu binti yangu. Wapi, umepima? Hapana, ila naona kama mwili wangu hauna nguvu. Nikasema nijipumzishe nitakuwa sawa. Umekula? Hapana. Ngoja nikakukamulie machungwa usilale sawa. Rahma aliinuka kutoka kitandani. Rahma, njoo mwanangu, kuna kitu nahitaji tuzungumze. Mbona kama una hasira? Lucy aliuliza akimchokoza Mrs. Msechu ili aweze kuzisikia hisia zake juu ya Rahma. Huyu binti na mimba yake sijui akoje. Yaani ananionaga mimi na roho mbaya, mara ananionaga mimi mkali, mara ananiogopa. Kwani mimi nimekaaje? Mama, mbona yeye ni mpole hivyo, hapaswi kukuona wewe namna hiyo? Mimi mwenyewe nashangaa sijui kwa nini mimba yake imenikataa tu. Kuna uwezekano hata isiwe mimba, maana watu wengi wanafanyaga mambo ya ajabu alafu wanasingizia mimba. Unamaanisha nini? Mrs. Msechu aliuliza na kumtizama Lucia.
na maanisha huenda mama yangu hakuwa mlezi mzuri kwake, hivyo naomba msamaha kwa niaba yake. Wala usibe msamaha, ndio hivyo tu, mimba yake imeamua kunichukia. Unadhani basi hata na roho mbaya? Wala hana kabisa, ila ananiogopa na sijui kwa nini. Sema ni sawa tu, kwa sababu hata mimi nilikuwa nikimwogopa sana bibi yake Halifa. Kumbe bibi wa watu maskini hana hata shida na mimi. Rahma alitoka na kuwakuta watu watano kutoka chumbani kwa mama yake. Mama, shikamoo. Maraba, vipi? Safi tu, samahani. Saa ile nilikuwa naongea tu bahati mbaya, ndio nikakutaja jina lako, lakini sikuwa na maanisha kwamba una roho mbaya. Ni salama tu, wala usijali. Vipi, mbona umetoka kitandani? Mama hajisikii vizuri, hivyo nilikuwa naomba nimkamulie machungwa. Mungu wangu, hata nilisahau. Njoo huku tusaidiane. Rahma alimpita Lucia na kumsalimia kwa macho tu. Lucia aliingia ndani kwenye chumba cha mama yake na kutaka kujua kama ana lolote lile aliloongea na Rahma. Mama, kuna chochote umemwambia Rahma? Ndio, nimemwambia ukweli. Ukweli gani? Kwamba yeye ni binti yangu, anakufahamu kwa kuwa nilishamwambiaga historia yako. Basi amenielewa japo kidogo tu. Kwa hiyo umemwambia hivyo tu? Ndio, kwani kuna kingine nilipaswa nimwambie? Dr. Shani alimwambia. Hapana, hamna. Simu ya Dr. Shani iliita. Hebu nipe simu yangu. Lucy alimpatia na aliona jina limeandikwa mkwe. Ni mchafu? Aliuliza akiwa na tabasamu zito usoni mwake. Mama yake alimtizama na alianza kuhisi utofauti kwa binti yake huyo. Halo, mama, shikamoo. Maraba mko wangu, vipi? Safi tu mama. Sasa hivi hiyo kivurugi amefika huko, maana hata kumpigia anaogopa. Amenipigia nduru hapa ofisini kama mtu aliyebakwa. Amefika naye muda huu analalamika unanuka makaratasi. Mimi tena ndo nimekuwa nanuka makaratasi jamani. Rahma kiboko, yuko hapo niongee naye. Hapana, amekwenda kukamua machungwa huko. Subiri akija nitampatia simu. Achana naye tu. Bora ameshafika huko nyumbani salama. Haya baadaye. Mchafu alikata simu. Mama, nipe niongee naye. Uongee naye kuhusu nini? Dr. Shani aliuliza na Lucy alijishtukia. I mean, nimsalimie tu. Unamfahamu? Alikazia Dr. Shani. Au anakufahamu? Hapana, hata hatujuani. Kivile zaidi ya ofisini. Lucia, sijui umekulia kwenye mazingira gani, but ni vyema kama utaheshimu ndoa ya mwenzako. Unamaanisha nini? Mama, juice tayari. Rahma alizama ndani na kupanda kitandani huku akimpatia glasi ya machungwa. Mnuka makaratasi wako amepiga. Nimemwambia sitaki kumuona na asije nyumbani leo. Koma dada. Kwa hiyo mtoto wangu leo alale wapi? Na hapa ni kwao? Mrs. Msechu aliuliza, na hicho ndo ambacho Rahma kilimfanya aone kama anashindana naye. Rahma aligeuka na kumtizama Mrs. Msechu kisha akarudisha macho yake kwa mama yake. Kunywa. Dr. Shani alicheka tu kidogo. Tafadhali bidada, usimtishe mwanangu namna hiyo. Nimemtisha nini? Ashasema mwanao asirudi nyumbani. Basi hata rudi, usimwone mwanangu. Kwa hiyo mama na mtoto wote mnamchangia mtoto wangu. Mtoto gani? Limtu likubwa hivyo hadi linagawa mimba. Alijibu Rahma baada ya kupata support ya maneno kutoka mama yake. Alishangaa Mrs. Msechu baada ya kupewa jibu na Rahma. Mbona kama unataka kutupeleka na mimba yako? Mimba ya mwanao hii sio yangu. Mimi nimefanya kumbebea tu, maana hana fuko la uzazi. Dr. Shani aliangua kicheko na kumtizama mama yake mchafu. Leo umeamuliwa, haya tupe lingine tukujibu. Wacha niishie hapo, maana sio kwa majibu hayo mazito ninayopewa nikicheza hapa vibaya na mimi naweza nikalazwa nje. Rahma, mama anywe hiyo juisi amalize. Ngoja niingie jikoni nipike. Haya, alijibu Rahma na Mrs. Msechu aliondoka. Mama, umemkomesha leo hadi ameishiwa maneno na kierere chake. Mtoto koma mdomo huo. Amekuzalia mumeo ujue. Ngoja akunyang'anye. Atanyang'anyaje? Si atamtafutia mwanamke mwingine kama mimi labda. Alijishomeka Lucia kwenye zile story. Rahma alimtizama chini mpaka juu kisha akamwambia, Anuari wangu hanaga ladha mbaya hivyo. Unamaanisha nini? Wewe sio testi yake kabisa, yani huna maajabu. Una uhakika gani? Kwani kabla ya wewe alikuwa na nani?
Lucy aliuliza kwa kupanic. Kabla mimi alikuwa na mimi na atabaki kuwa na mimi milele daima, alijibu Rahma, na simu yake aliona ikiita. Kumbe niliweka silence. Halo, mke wangu vipi, umefika nyumbani? Sitaki unafiki wako. Jamani, mie tena ndo unaniambia hivyo? Ndio wewe ndio. Kwa nini ukatae kunileta nyumbani? Na leo usije ulale huko huko. Sasa mami, si nilikuwa nashughulikia swala la kampuni uliohonga. Sijahonga mimi. Nilikuwa nataka nimpe hiyo kampuni kwa muda ili mtoto wetu awe salama. Kwa kujifanya nimepoteza kumbukumbu. Sababu sikutaka ugomvi baina yenu. Mngeniumizia mwanangu Ranimu kwanza, alafu na huyu pia watumboni. Wana ulivyo na maplani hewa kama bichwa lako. Wewe Anuari, pumbavu zako na za kwako pia. Haya kisirani wangu, kwa kuwa umefika nyumbani, acha nitafute mchepuko wangu mmoja mapema nikalala naye huko. Najua kutoka kazini saa 12:30. Ikifika muda huo niko hapo nje na kusubiria. Sasa kwani wewe ni mchepuko wangu au mke wangu? Mimi nimesema naenda kwa mchepuko. Wewe dada wewe, shikilia basi maamuzi yako. Nimesema nakuja kukuchukua na kuleta nyumbani. Haya basi baadaye. Kuna mambo bado nashughulikia hapa. Yamepandana na kishenzi. Haya, mbusu mume wako basi. Niko na mama hapa. Sasa vinahusianaje? Mama yako mwenyewe anajua kabisa usiku nakula mzigo fresh tu. Alafu hamind wala nini. Busu tu ndo unajifanya uko na mama. Tempo baadaye bwana. Rahma alikata simu na kucheka. Anasemaje huyo mnuka makaratasi yako? Mama bwana, usimuite mume wangu hivyo lakini. Haya dada mwenye mume wake mjini. Basi jioni ilifika na sasa walikuwa mezani wakipata chakula. Huko Lucia akiwa ametambulishwa kama mtoto wa Dr. Shania huko Mr. and Mrs. Msecho, wakificha siri ya kuwa Lucia alishawahi kuwa na mahusiano na mtoto wao Anuari. Kesho Alifa ndio siku yake ya kuja nyumbani. Sasa hivyo nitamwandalia kajipati kidogo tu hapa ndani. Haina shida, alijibu mkewe akipokea maagizo kutoka mumewe. Mlango ulifunguliwa na aliingia saa mchafu saa 2 usiku baada ya kumaliza shughuli zake ofisini. Asalamu alaykum. Alisalimia kwa sauti kubwa kwani alijua kabisa anao msalamu kubwa kwa Rahma. Asalamu alaykum. Ndo unakuja nyumbani sasa hivi? Alidakia Rahma akiinuka. Mchafu alimfuata kisha akambusu mdomoni. Itika basi. Salamu mke wangu mzuri. Waalaikum salam. Mimi na njaa. Aliwahi Mchafu ambaye hakutaka kugombezwa na mkewe mbele za watu. Basi kaoge uje kula. Njaa inauma. Alisitiza Mchafu na kumtizama Rahma. Haya sawa kaule. Anuari alitabaki na Mchafu alipogeuka aliinuka kwenye kiti. Njoo tuongee kidogo wakati ukiendelea chakula. Okay, alijibu Mchafu na kumbusu tena Rahma kisha akamwambia nijazie sahani. Haya. Lucy alijitengenezea vyema kwenye kiti huku akimsubiria Mchafu arudi. Nini? Amefuata nini hapa? Mama yake ni Dr. Shania na hakuna anayejua hata kama alishawahi kuwa na mahusiano na wewe. Na sisi tumeamua kunyamaza hivyo hivyo kimya. Sasa labda uamue kuliamsha wewe. Msecho aliondoka na kumwacha mwanae Anuari akiwa bado haelewi alichoambiwa na babake. Alichungulia na bahati nzuri macho yake yalikutana uso kwa uso na Lucia. Alirejea macho yake pale koridoni na kuhema. Alijikaza kisha akainuka na kuelekea mezani. Na hapo aliketi pembeni ya Rahma. Nani kapika leo? Mbona hii harufu ya wali kama ya mke wangu? Ni mimi. Mimi nimepika wali. Mama kapika mboga. Alijibu Rahma. Leo mmeelewana? Kwa nini leo tuligombana? Rahma aliuliza na Mrs. Msechu kwa pamoja. Haya, ngoja ninyamaze. Leo mmeniamulia. Alianza kula na kutizama mbele yake alipokaa Lucia. Aliguna tu na kuita Lucia au? Yap, naitwa Lucia. Kitambo sana tuko Paris. Tukaonana kwenye kampuni na leo tumeonana hapa. Mbona hamkuweza kuniambia kama tuna mgeni? Mtoto mjinga huyu. Kashaharibu kila kitu. Umeshaongea upuuzi mwingi. Ungemalizia tu wala kukuwa na haja ya kushtuka sasa. Mnafahamiana vizuri? Dr. Shani aliuliza. Hapana, alijibu Lucia. Ndio. Lilikuwa jibu la Mchafu. Rahma aliwatizama na alimuuliza Mchafu. Ndio yule ex wako si ndio? Yap, ndio yeye. Mtoto mjinga kama mama yake. Alalamika Msecho. Dr. Shania alimtizama mwanae
na kumtizama Msechu kisha Msezi Msechu, kwani wote waliakti kutokuweza kufahamu. Sikutaka ujenge fikra mbaya, hivyo niliona ni vyema kama mchafu ataweza kumtambulisha mwenyewe kwenu. Aliamua kujitetea Msezi Msechu. Kwa nini umedanganya? Dr. Shania aliuliza. Mama, sikuhitaji kukuofisha wewe wala Rahma juu ya hili. Pia nisingependa kukaa mbali na wewe kwa namna yote ile. Hivyo ilinibidi nifanye hivi tu. Akajitetea Lucia. Kumbe hukuambia chochote? Mchafu aliuliza akimwangusha jumba bovu Lucia ambaye alisi tayari mipango yake imeshaweza kufeli. Jamani, tuendelee kula, alishauri Mchafu baada ya kuharibu hali ya hewa. Ndio, nadhani tuendelee kula, alisapoti kauli hiyo Msezi Msechu. Mama nyama, alizungumza Kelini na Mraa alimwongezea mwanae. Ranimu wewe? Mimi sipendagi mboga nyingi. Haya kula. Rahma alianza kula huku akimtazama Lucia, na ndivyo ilipokuwa kwa Dr. Shania. Samahani, naona kama nimewatoa kabisa kwenye mudi. Ni vyema kama mimi nitaondoka hapa, maana naona sitakiwi. Aliduka mezani na hakuna alimsemesha hata mmoja. Alianza kupiga hatua za kivivu akitegemea aitwe na mama yake au mmoja kati ya wale waliokuwa mezani. Na ni vijiko tu ndio vilisikika katika sahani zao. Lucia aliita Rahma. Lucia alitabasamu akiamini Rahma ameamua kumtetea. Tafadhali ukitoka wahi kufunga mlango ili kuepusha mbu kuingia ndani. Mchafu alimtazama mkewe na kutaka kucheka, ile baba yake alimzuia kwa kumkanyaga. Tuleni jamani, chakula kinapoa. Lucia alichangamsha hatua zake kwa hasira na kutoka nje ya nyumba pasina kubeba chochote cha kwake alichoweza kuingia nacho kwenye hiyo nyumba. Dr. Shania aliweka kijiko chini na kuinuka. Samahani, mnaweza mkaendelea kula, sijisikii vizuri. Alitoka pale mezani na Msechu alimpatia ishara mkewe amfuate. Ngoja nikazungumze naye. Naona kama nimeshiba haraka, asanteni. Rahma aliweka kijiko chini kisha naye kaondoka. Amra alinuka na kumfuata. Nyie amshibagi tu? Mchafu aliuliza. Si ndio, nimeanza kula sasa hivi. Ranimu alijibu. Haya, bebeni vyakula vyenu, mwende chumbani kwenu, alizungumza Msechu na kuwafanya wamke wote wawili. Baba mkubwa, nyama. Unaemba sayo Halifa, ni nyama tu. Haya, leta nikujazie. Anwari alimwongezea na Kelini alishukuru kisha kaondoka zake. Baba, kitu ambacho ninaongeka nacho ni kwamba nimefanya jambo jema. Nyie hamfahamu Lucia vizuri kama ninavyoweza kumfahamu mimi. Ukweli ni kwamba yeye ndo aliyemgonga mama ili kubaki tu na ukaribu na mimi. Hivyo ni mwanamke hatari ambaye anaweza kufanya chochote kwa ajili ya mapenzi yake tu. Unasemaje? Alimgonga mama yako makusudi na sio bahati mbaya? Unajua nilijuaga vingi kuhusu Lucia alivyoweza kuvifanya nyuma, ila niliamini alifanya hayo yote kwa ajili ya mapenzi. Sikuwahi kumuuliza wala kumsemesha chochote. Barua ya nini usiku huu? Fred aliuliza na kuifungua. Restraining order. Nini? Nikae naye mbali mita 200. Alafu mimba ikitoka kwa namna yote ile. Kampuni na vitu vyote alivyoweza kunikabidhi vitakuwa vya kwake tena, pamoja na kwenda jela. Hivi huu ni uamuzi wa mahakama ipi ya hapa nchini? Sasa kama mtu akijikwaa na kudondoka, mimi ninyang'anywe kampuni kivipi? Alitupa ile barua chini na kuikanyaga. Upuzi mtupu. Alikaa kwenye kiti na kushtuka. Ina maana kama Lucia ataikamilisha kazi yake basi na mimi kampuni ndo sina tena, na Rahma ndo nimeshamkosa. Hapana, siwezi kukosa vyote kwa pamoja. Alinua simu yake na kumpigia Lucia. Tafadhali usitoe hiyo mimba ya Rahma. Kama utaitoa basi mimi kampuni nitaikosa. Kampuni? Mimi najali nini kuhusu hiyo kampuni? Kwanza hakinihusu chochote. Na huyo Rahma wenu labda siitwe Lucia. Siku ya kesho hata kaka nisahau mpaka atakapofufuliwa atakuwa ananikumbukaga tu. Lucia alikata simu. We mjinga, halo, kula Aleki. Ndio maana sipendi kufanya kazi na wanawake. Ataniharibia kila kitu. Ila kabla hajafanya hivyo bora ni muwai. Ngoja niloketi yuko wapi sasa hivi. Palipambazuka asubuhi na mapema, Farida anaonekana akigomba kwenye simu. Yaani baada ya kushughulika na kuwa pamoja nanyi kwa nyakati zote, sasa hivi wakati wa cheo ndo mnaniambia mimi nisubiri mpaka pale mtakapoweza kunitafutia nafasi nzuri? Kwa nini mmoja wenu asisubiri mimi mkanipa hizo nafasi ambazo mmezipata kwenye kampuni? Farida, hebu elewa basi.
Kwa hiyo mnataka kuniona mimi wa kike siwezi kuwafanya lolote, si ndio? Anasemaje wewe mwanamke? Maana ana kamdomo sana, mwambie asubiri. Hizi zimetoka nafasi za wanaume kwanza. Alizungumza Mr. Kigoi kwa kiburi. Sawa, za wanaume, sasa mtaiona nguvu ya mwanamke. Alikata simu na bwana Ndambo alicheka tu. Achana naye, wanawake wameshazoea kelele kila siku. Walijipata kinywaji na kugonga cheers. Mr. Saidi akiwa kwake, ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yake. Alitizama na ilikuwa video aliyoamua kuifungua, na hapo alishuhudia maongezi baina ya bwana Ndambo na Mr. Kigoi wakiwa wanapanga namna ya kumteketeza Imani Suleimani na kufanya kama ajali tu ili watu wasifahamu kama ameuawa. Farida alimalizia kupanga fedha kwenye pochi yake. Sasa vita hivi mtapigana wanaume kwa wanaume ili tuone wanaume nani kati ya ninyi na serikali. Alibeba pochi yake na visa akajiandaa kutoroka nje kabisa ya nje. Mr. Saidi alimtumia video ile askari mmoja anayemfahamu na kumuuliza kama ni kweli au imeaditiwa. Huko nako Freddy aliweza kufika hadi katika hoteli aliyokuwa anaishi Lucia. Unakaa hoteli nzuri, full kiyoyozi. Alafu nataka kunitia mimi majaribuni. Majaribu gani? Nimeshakwambia kama utamtoa Rahma mimba, mimi nitanyang'anywa kampuni na siwezi kukosa vyote. Nimkose Rahma, bado na kampuni pia nikose. Sasa hayo ni matatizo yako. Hayanihusu mimi Freddy. Lucia alileta kinywaji na kuweka mezani, kisha akajimiminia na kuanza kunywa. Freddy alifuata glasi ya pili na yeye akajimiminia na kuanza kunywa. Huko nako Mr. Kigoi pamoja na bwana Ndambwe waligonga cheers kwa kujipongeza kwa kazi nzuri aliweza kuifanya, na sasa wanaona matunda yake wakiwa hawajui hili wala lile. Ndani ya ofisi lango liligongwa na askari mmoja alizama ndani. Wow. Naona mnaenjoy wenyewe. Bwana karibu. Asante sana. Embo ingieni tujumuike pamoja nao. Waliingia askari watatu na hapo walianza kutizamana kwa mashaka. Mbona kama mmeanza kushtuka? Nimiminie kinywaji basi tupate wote. Kuna shida gani? Mr. Kigoi aliuliza. Simu ilitolewa na kilichofuata ni kuplayiwa kwa video yao waliokuwa wakijadili namna ya kumuua Imani na ionekane kama ajali. Bwana Ndambo alitaka kuinuka na kukimbia. Jaribu kuyapenda maisha yako, maana nitakuua. Unajua heri kula ugali maharage jela kuliko kuwahi kuliwa na wadudu wa ardhini. Wafungwe pingu. Hapo simu ya Mr. Kigoi iliita na alikuwa mwanae Freddy. Upokee vizuri tu. Simu ilipokelewa na kuwekwa loudspeaker. Baba, nimemuua Lucia. Na safari hii nimempiga risasi nyingi hadi kuhakikisha nimemuua. Bwana Ndambo alitaka kuropoka na bastola iliwekwa mdomoni mwake, kisha simu ikaanza kurekodiwa. Baba, nifanyaje babangu? Njoo basi unisaidie kama ulivyoweza kunisaidia kule Paris. Sikumuua kwa makusudi, lakini ilibidi tu nimuue. Kwani nilimpatia kazi ya kumtoa Rahma mimba, lakini jana barua ilikuja kutoka mahakamani. Kama mimba ya Rahma itatoka basi nitarudisha kampuni na kila kitu kwa Rahma. Sasa namkataza hapa, anakataa. Baba, njoo tuifiche hii maiti. Muulize yuko wapi. Alitoa maelezo hayo askari polisi kwa sauti ndogo na kutoa bastola mdomoni, kisha akaiweka kichwani na kumtikisia kichwani, ishara ya asifanye chochote tofauti na choweza kumwagiza. Uko wapi? Mr. Kigoi aliuliza, na Freddy alijielezea. Simu ilikatwa na Kigoi alishukuriwa kwa ukarimu wake. Haya, apelekeni hao, ngoja niombe escort nyingine. Twende kwa huyo muuaji mwingine huko. Halifa na Mraa walionekana kutoka hospitali, huku Halifa akishikwa vizuri na mkewe. Mama yake naye alikuja nyuma yao akiwa na dawa alizoweza kuzichukulia kwenye dirisha la dawa. Vipi, tukushike? Hapa na mama, nipo salama. Freddy akiwa bado yuko ndani ya chumba cha hoteli na maiti ya Lucia ikiwa kwenye sofa, aligongewa mlango. Alikwenda kuchungulia na mbele alikuwa ametanguliza baba yake. Baba alifungua mlango na aliwahi na kuwekwa chini ya ulinzi, huku akinyang'anywa silaha aliyoitumia kufanya mauaji. Baada ya uchunguzi kuweza kufanywa na kukamilika, mahakama hii imewakuta na hatia watuhumiwa wote watatu kwa kosa la kumuua Imani Suleimani na wanahukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Jamani, sina hata mtoto, nioneni huruma. Alianza kulia Farida ambaye alikamatwa mpakani na kurudishwa nchini. Baada ya mapumziko mafupi walirudi tena na hukumu ya Freddy nayo ilitoka. Hivyo basi, mahakama inamhukumu kifungo cha maisha huku mali zote zikirejeshwa mkononi mwa Rahma Suleimani. Hakimu aligonga nyundo kumaanisha mwisho wa hukumu,
na kumwacha Freddy akiwa na majonzi mazito. Halifa akiwa na mke wa Amra pamoja na mtoto wake Eleni, wao walionekana akiwa sehemu za bembea. Yule Alex kidogo anitoe roho. Unajua kuna siku nilikuja gonga pale alafu akanikazia kana kwamba ndo bwana wako. Na mimi nikaamini hilo. Hamna, anakuaga na mwanamke wake mbona? Alijibu Amra na kumfuta kidogo kwenye lips. Ewa, ndio maana ananinepa mimi. Dr. Shania alifungua kesi mahakamani dhidi ya mumewe wa zamani Profesa Oeni kwa kosa la kumtengenezea mazingira ya kifo binti yake na kumtumia katika mambo yake. Rahma na Mchafu nao waliweza kuhamia katika nyumba yao mpya kabisa wakiwa na amani na furaha tele. Yaani kule mapenzi yalikuwa ni werere. Guys, huu ndio mwisho wa simulizi yetu hii ya Mr. Bodyguard. Hope umeenjoy, umejifunza, umeelimika, umeburudika, lakini pia umefurahika na kuna kitu ambacho umekipata. Asante kwa kuwa mvumilivu, asante kwa kuichagua Light Simulizi, asante kwa kunichagua, lakini pia asante kwa kuwa supporter na mdau mkubwa sana wa simulizi hii ya Mr. Bodyguard tangu mwanzo ambapo tulianza, lakini mpaka mwisho hapa tumefikia tamati. Na kushukuru sana kwa moyo wako na kushukuru sana kwa support yako. Basi tukutane hapo kesho katika simulizi nyingine mpya kabisa ambayo naamini utaipenda na utaifurahia. Naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Be blessed. Love you so much.